Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Niko mbele zenu nikiwa nimesimama, moyo wangu ukiwa unamwadhimisha Bwana. Ninamshukuru Mungu kwa nafasi hii aliyonipa kunena neno lake. Siku maalum ya MOMS mwaka huu 2026. Ninashukuru uongozi wa MOMS ambao Mungu amewatumia waweze kupeleka jina langu kwa uongozi, na ninashukuru uongozi kukubali nisimame kwa ajili ya huduma hii. Nimezoeleka kuitwa Mama Mugasa, lakini leo naomba nijitambulishe kwa kirefu kidogo. Naitwa Donata Souvenir Damour Makombe Mugasa. Nayapenda majina yangu ya kwanza kwa ajili ya maana yake. Donata maana yake gift from God. Souvenir Damour ni memory of love. Ni mke wa Steven Thomas Mugasa Rubindamayugi. Tunamshukuru Mungu, tuna ndoa ya miaka 41 sasa. Ni mama na baba wa watoto 12. Watoto ambao Mungu amewaumba kupitia tumbo langu ni 3, wa kulea ni 4. Watoto ambao wameletwa na upendo kupitia ndoa ni 5. Kwa sasa tuna wajukuu 9. Ninaamini wataongezeka zaidi kwa sababu ninawaomba na ninawataka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini utambulisho mkubwa kuliko yote, nimeokoka na mpenda Yesu. Niliokoka tarehe 28 mwezi wa 10 mwaka 2000 saa 2:45 Jumamosi. Ilikuwa University Mission hapa. Kwa mimi ni tunda la madhabahu hii. Mwaka huu chaplaincy yetu ilipata neema kupitia mchungaji wetu kiongozi, Mchungaji James Rubadanja, kupata neno ambalo tunatembea nalo. Upendo katika matendo, nenda, tumika, sababisha utofauti. Uongozi wa MOMS kupitia neno hilo hilo, Roho Mtakatifu aliwaongoza, wakatupa neno la kutuongoza ambalo linasema upendo wenye kuleta mabadiliko, ambayo linatoka katika Kolosai 3:14, na ndio sehemu ambayo tumepata lile somo la kwanza. Tutakwenda na huo mstari wa 14 peke yake, ambao neno linasema zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndiyo kifungo cha ukamilifu. Jivikeni, zaidi ya hayo yote jivikeni upendo, ndio kifungo cha ukamilifu. Somo la pili tumelipata kutoka Mathayo 22:34 mpaka 40, na pia unalipata katika Marko 12:28 mpaka 31. Katika eneo hilo Yesu anamwambia Farisayo aliyekuwa anamuuliza kwamba amri kubwa kuliko zote ni ipi? Akamjibu, amri kubwa, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa akili zako zote na kwa nguvu zako zote. Na nyingine inayofanana na hiyo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Kwa hiyo ndio masomo ambayo tutaenda nayo katika kujadiliana eneo hili, kwa kuwa Roho Mtakatifu aliniongoza twende na theme hii ya MOMS. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 hasa mstari wa 8, neno la Mungu linasema Mungu ni upendo. Kwa hiyo maana ya upendo ni Mungu, kwa kuwa Mungu ndiye aliyeanzisha hilo jina. Mungu ni upendo. Lakini ukisoma katika Yohana 3:16, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee. Ukisoma Galatia 5:22 mpaka 23, unapata matunda 9, tunda la Roho Mtakatifu, na la kwanza ni upendo. Ukisoma Wakorintho wa kwanza 13:1 mpaka 13, mistari yote inaeleza karama
za upendo. Ukisoma Wathesalonike wa kwanza 5:8, neno linakupa kitu kinachosema vaa kifuani imani na upendo. Haleluya. Katika kujadiliana thimu hii au eneo hili la upendo unaoleta mabadiliko, tutatazama mambo manne. Lakini la kwanza na la pili nitaongea kwa ufupi sana. Muda mwingi utakuwa kwenye eneo la 3 na la 4. Sehemu ya kwanza tuangalie upendo ni nini. Unapoangalia maana ya kitu sio lazima definition. Kama nilivyojieleza, nimeeleza watoto, nimeeleza jina, nimeeleza mume. Kwa hiyo unaweza kuelewa Mama Mgasa ni nani na ni mtu wa namna gani. Kwa hiyo tunapotazama maana ya upendo, naomba tuangalie mambo mawili. Tuangalie content za upendo, vitu vilivyo ndani ya upendo, vitusaidie kujua upendo ni nini. Lakini pia tuangalie mahusiano. Kwa haya mawili itatusaidia kujua maana ya upendo aliokuwa nao Mungu au kwa nini Mungu ni upendo. Naona Profesa Mtembe hayupo. Ninaomba nianze na maneno ya Kiingereza kwanza. Nitajaribu kuyatafsiri kwa Kiswahili kwa sababu Kiswahili kwangu ni changamoto kwa kweli. Jambo la kwanza ambalo liko ndani ya upendo ni passion. Kuna vitu vinne ndani ya upendo. Cha kwanza ni passion, ambayo ni kama shauku. Kwamba wakati wote unapokuwa na upendo, shauku haiondoki, passion haiondoki. Lakini kitu cha pili, commitment. Kujitoa, willingly, kujitoa ukadedicate time wewe mwenyewe, resources zako. Ni kitu cha pili ambacho kiko ndani ya upendo. Na kitu cha nne ni pleasure, the joy, the happiness, fulfillment unayoipata katika kupenda. Lakini jambo la 4 ni sacrifice, sadaka. Ndio maana neno linasema kwa maana jinsi ipi ya kumtoa mwana afe msalabani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Upendo wenye vitu hivi vinne ndio upendo wa agape. Aliyeweza ni mwanadamu Yesu Kristo peke yake. Sisi tunaweza kwa kuwezeshwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana dunia ina changamoto kwa kuwa wanadamu wengi tunaishia kwenye shauku, passion na pleasure. Na ndio maana hata kwenye ndoa kuna changamoto. Lile eneo la commitment na sacrifice linapwaya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sehemu ya pili ambayo napenda tuitazame, nimesema ni uhusiano. Mungu ndiye mwanzilishi wa uhusiano. Tunaona Utatu Mtakatifu, Trinity, kama ambavyo tumeita mradi wa Changanyikeni. Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Na akatuumba sisi kwa mfano huo kwamba nina roho, nina nafsi, nina mwili. Mwili wangu na roho yangu vinaweza vikawa hapa, lakini nafsi yangu haiko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika Biblia utaona Utatu Mtakatifu, Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Unaweza ukaona uhusiano wa Adamu na Eva, unaweza ukaona uhusiano wa Kaini na Abeli au Esau na Yakobo, lakini unaweza ukaona uhusiano mwingine wa Daudi na Jonathan ambao walikuwa marafiki. Ukisoma katika Samueli wa kwanza 18 mstari wa kwanza mpaka wa 3, utakuta maneno yanakuambia Jonathan akampenda Daudi kama roho yake mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo kwa mfano huu tunapata mafungu 4 ya uhusiano. Uhusiano wa kwanza ni uhusiano wa mwanadamu na Mungu. Kwa upendo wako, kama ile amri ambayo Yesu alikuwa anawaambia Mafarisayo, uhusiano wa kwanza ni wewe na Mungu. Mungu anakuhitaji katika uso wa dunia, anakufikiria, hujaumbika. Anakuchagulia baba na mama. Anachagua kwamba lini, wakati gani uwe conceived. Jinsia ipi? Wazazi hawajui wala hawaelewi nini kinaendelea. Unakuwa conceived, unakaa miezi 9, anatembea na wewe.
unazaliwa. Kwa uhusiano wako wa kwanza unatakiwa kuwa wa kwako na Mungu. Kwa hiyo yeyote ambaye hana uhusiano na Mungu anapwaya. Uhusiano wa pili ni uhusiano wa mtu na mtu, yaani mimi na mimi, kama nilivyosema, mwili, roho na nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Kama huna uhusiano wa wewe na wewe ulio sahihi, huwezi kuishi maisha ya amani, huwezi kuishi maisha ya furaha, huwezi kuwa satisfied, huwezi kuwa na joy. Bwana Yesu asifiwe. Kama huna uhusiano ulio sahihi wa wewe na wewe, you are with you everywhere. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unakuta unakuwa na identity crisis, kujitambua, kwa sababu uhusiano wako sio sahihi. Kama hujui kuhusiana wewe na wewe, huwezi kujipenda. Na kama huwezi kujipenda, huwezi kupenda mtu mwingine. Huwezi kupenda kitu kingine chochote. You cannot give what you don't have. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unajipenda wewe kwanza, ndio unaweza kumpenda mtu mwingine. Lakini uhusiano wa tatu ni uhusiano wa mtu na watu, yaani wewe na watu wengine, kama mifano niliyotoa kwenye Biblia. Uhusiano wa nne ni uhusiano wa mwanadamu na vitu. Kwa bahati mbaya katika maisha yetu, uhusiano wa mwanadamu na vitu unachukua nafasi kubwa kuliko hizi zingine. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta ugomvi wa mke na mume ni vitu, kwa sababu focus ya kwanza ni vitu. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa tunashindwa kuwa transparent. Mtu akifanya research yaangalie mke na mume ni wangapi ambao wana share account. Kina baba niambieni, mke na mume ni wangapi ambao mtu anajua kipato cha mwenzake? Unaweza kuona ni magnitude kiasi gani ambayo tunaiweka kwenye uhusiano na vitu. Bwana Yesu asifiwe. Ile sehemu ya tatu niliyosema ya uhusiano wa mimi na watu au mtu na watu, nayo inagawanyika mara 4. Ya kwanza ni mtu na wazazi. Mungu kakufikiria, kakuumba, unazaliwa, unajikuta huko na wazazi. Kwa hiyo relationship ya kwanza ni ya mtu na wazazi wake. Relationship ya pili au uhusiano wa pili ni mtu na ndugu, wale unaozaliwa nao, siblings, na wale ambao mnalelewa pamoja. Lakini sehemu ya tatu ni mtu na marafiki, kama nilivyosema Jonathan na Daudi. Na sehemu ya 4 ni mtu na mwenzi wa ndoa. Ukishafika level ya mtu na mwenzi wa ndoa, mzunguko unarudi tena. Mnageuka kuwa baba na mama, watoto, siblings, marafiki. Marafiki ina maana ya Wakristo wenzako, wafanyakazi wenzako, moms in prayer wenzako. Hiyo ndio mtu na watu wengine. Kwa hiyo kipimo cha upendo tulio nao unaweza kukitathmini kwa kuangalia mahusiano. Jambo la pili ni upendo wa namna gani unaoleta mabadiliko. Upendo unaoleta mabadiliko ni upendo unaotolewa bila kutegemea kurejeshewa. Yaani kwamba unapenda, you give, kama Mungu anavyofanya. Sio unatoa zawadi, usipoambiwa asante unanuna. Bwana Yesu asifiwe. Kina mama niambieni, usiposifiwa siku ya anniversary au ukakumbukwa, Bwana Yesu asifiwe. Ni upendo unaotoa bila kusifiwa, ni upendo unaotoa bila kulipwa, upendo unaosukumwa na nia ya mtu bila masharti, upendo ambao msingi wake ni kumpa Mungu sifa na utukufu. Huu ndio upendo ambao Mungu anautaka. Kwa hiyo ni kutathmini kwamba una upendo wa namna gani, kwa sababu theme yetu inasema upendo ambao utaleta nini? Mabadiliko. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, tuangalie ni mtu wa namna gani anaweza kupenda upendo ambao utaweza kuleta mabadiliko, kwa sababu hiki ndio kiini cha mafanikio. Kama mtu au mwanadamu yoyote hana viwango vya kuweza kupenda ili aweze kuleta mabadiliko, hatutarajii mabadiliko. Itabaki kwenye theme tu. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anayeweza kupenda upendo utakaoleta mabadiliko ni mtu ambaye amebadilishwa, na akishabadilishwa anawezeshwa. Ni hivyo vitu viwili tu. Ni mtu ambaye amebadilishwa, na akishabadilishwa awe empowered, awezeshwe. Naomba tutazame huo mchakato kwa ufupi sana.
Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu na kwa sura ya Mungu. Mwanzo 1:26 mpaka 28. Kwa hiyo attributes za Mungu ziliumbwa ndani yetu. Functioning kama Mungu iliumbwa ndani yetu. Ukiangalia Mwanzo 3, Adamu na Eva tukapoteza kupitia wao. Tukapoteza hiyo hali ya quality ya Mungu ndani yetu. Lakini kwa sababu Mungu ni Mungu anayeona mwisho tangu mwanzo, kama utakiangalia kwenye Isaya 46:10, Mungu alijua mwanadamu atapoteza. Kwa hiyo akaandaa mpango wa kuturescue kutoka kwenye hiyo situation. Kwa hiyo ukiangalia Mwanzo 3:15, Mungu aliandaa uzao wa mwanamke. Kama ukisoma Mwanzo peke yake huwezi kuelewa uzao wa mwanamke. Tumezoea mimi ubini wangu ni kwa baba, lakini hapa Mungu anasema uzao wa mwanamke. Ukija kwenye Injili ndio unaona jinsi Yesu alivyozaliwa. Amezaliwa hakupitia kwa Adamu. Sisi wote tunazaliwa na dhambi kwa sababu Mungu alipoumba kila kitu amekiumba na mbegu yake. Aliumba akamaliza. Kwa alivyomuumba Adamu, kupitia viuno vya Adamu wanadamu wote wamejaa duniani. Ndio maana wanadamu wote wanazaliwa na dhambi. Na ni Adamu peke yake ambayo hakupita kwenye hiyo process. Yaani yeye Mungu alimfinyanga kwenye udongo akapulizia pumzi hai. Anaitwa Adamu wa kwanza. Adamu wa pili na yeye hakupita kwa Adamu, anaitwa Adamu wa pili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni lazima ubadilishwe kutoka kwenye hiyo hali. Mpango alioandaa Mungu ili uweze kurejeshewa ile quality ya uungu ni wokovu kupitia Yesu Kristo. Kwa hiyo ulipofika wakati mtimilifu wa Mungu, Yesu akazaliwa. Akazaliwa, akaishi, akatufundisha, akateseka, akafa, akazikwa, akafufuka, akatembea siku 40, akatoa amri, akaelekeza, akapaa, akatuambia atarudi. Na neno linatuambia usikie hayo, uamini kwa moyo wako, ukiri, Yesu anakuokoa. Unakuwa transferred kutoka kwenye lile kundi lililozaliwa na dhambi, unakuja kwenye kundi la wale ambao wamerejeshewa. Bwana Yesu asifiwe. Unapata urejesho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika huo mchakato ambao tunauita Injili, Yesu ametushindia mambo 7. Katika ulimwengu wa roho, mambo 7. Ametushindia dhambi. Ametushindia shetani. Ametushindia mauti. Ametushindia kaburi. Ametushindia kuzimu. Ametushindia mwili. Ametushindia dunia. Lakini ni katika ulimwengu wa roho. Ukisoma Efeso 2, ni katika ulimwengu wa roho. Kwa kila mmoja lazima atafute kumanifesti vilivyoko katika ulimwengu wa roho vije aweze kuviishi. Una manifesti vipi? Ni pale unapobadilishwa, unakuwa transformed. Unapookoka, kinachopokea ni roho yako. Nafsi yako na mwili wako vinakuwa vile vile. Nitoe mfano. Adamu alivyoambiwa ukila tunda utakufa, alinyang'anywa ile quality ya uungu, lakini hakufa, aliishi miaka 900. Bwana Yesu asifiwe. Kwa na sisi ukiwa hujaokoka, huna ile roho ya Mungu ndani yako. Ukiokoka, roho yako imepokea wokovu. Process ya transformation, kubadilishwa, ni nafsi yako na mwili wako vifanane na Yesu Kristo aumbike ndani yako. Na kinachofanya ni jinsi unavyosoma neno. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unapookoka, ukiangalia Petro wa kwanza 2:2, neno la Mungu linasema aliyeokoka ni mtoto. Kwa process ya kukua ni kama mtoto wa kawaida anavyokuwa, kwamba unakula neno, unaomba, unasifu, unaabudu. Ndivyo vinavyokufanya ukue kiroho na unaweza kumanifesti yale yote ambayo Mungu ametushindia katika ulimwengu wa roho. Unapookoka, unapokea vitu vitatu immediately. Yaani unapokiri tu, unapokea vitu vitatu kama zawadi. Kitu cha kwanza ni msamaha wa dhambi. Kitu cha pili ni righteousness, kuhesabiwa haki mbele ya Mungu.
Kitu cha tatu ni uhakika wa uzima wa milele. Tunaita uzima wa milele, lakini ukiangalia vizuri kulingana na maandiko ni uzima wa Mungu, Zoe life. Kwa sababu wanadamu wote wataishi uzima wa milele, wote. Neno la Mungu linasema wakati wa mwisho waliokufa kwenye maji mahali popote watafufuka, watavalishwa mwili mpya. Na wale ambao watakuwa hai watabadilishwa in a second, wanavalishwa mwili mpya. Then hukumu. Wale ambao wamemkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, hao ndio ambao wataishi uzima wa milele na Mungu. Hao wengine ambao hawajamkiri Yesu Kristo wataishi kwenye moto wa milele. Kwa tofauti yetu ni uzima wa milele, lakini wapi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni maombi yangu kama hujamkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yako, Mungu akusaidie, akupe neema, kwa sababu ni kwa neema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa baada ya kubadilishwa, katika kukua kwako ndipo unapata empowerment. Empowerment, kuwezeshwa, nguvu ya kuwezeshwa inakuja kwa portion kulingana na kiwango chako cha kukua. Bwana Yesu asifiwe. Yaani jinsi unavyokuwa kiroho ndio na empowerment inaongezeka. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nichukulie mfano. Hakuna mtu anazaliwa ni profesa, si ndio? Kwa sababu tuko chuo kikuu, naomba nitumie mifano ya academician. Hakuna anayezaliwa profesa, hakuna anayezaliwa ni doctor, hakuna anayezaliwa ni CPA, hakuna anayezaliwa ni administrator, si ndio? Wote tunazaliwa. Lakini nini kinakubadilisha uwe profesa? Ni masomo unayopitia. Ni kupikwa unakopikwa darasani ndio kunakubadilisha. Na katika ulimwengu wa roho ni hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na tatizo kubwa la Ukristo wetu mpaka tunashindwa kuibadilisha dunia. Tunamkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Tunakiri kwamba sisi ni Wakristo. Lakini ni carnal man, yani tunaishi kwa mwili. Tumeokoka, roho imeokoka, lakini mwili na nafsi na tabia vinabaki vile vile. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana tunashindwa kuwa chachu ya kuibadilisha dunia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukiangalia vitu ambavyo vinasaidia kwa upande, hapa nazungumzia physical, maisha ya kawaida. Ukiangalia vitu vinavyobadilisha mtu aweze kuwa profesa au doctor au CPA whatever utakayokichukua, ni kwamba cha kwanza ni kiwango ulichonacho cha kujifunza. Yaani ile determination ya wewe kujifunza ndio kitu ambacho kitakupa kiwango. Ukiangalia Mithali 4:18, neno la Mungu linasema, njia wenye haki ni sawasawa na nuru ya asubuhi, ambayo huongezeka zaidi na zaidi hadi mchana mkamilifu. Kwa mwenye haki ni yule ambaye righteous, ambaye ameokoka. Njia yake ni sawasawa na nuru ya asubuhi. Jua la asubuhi linaongezeka hadi mchana mkamilifu. Mchana mkamilifu maana yake ni Yesu atakaporudi. Kwa unatakiwa kuongezeka zaidi na zaidi na zaidi na zaidi mpaka utakapotwaliwa au Yesu atakaporudi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kitu cha pili ni aina ya walimu ulio nao. Yeremia 3:15 neno la Mungu linasema, atatuinulia wachungaji wanaoupendeza moyo wake, watufundishe. Kwa aina ya walimu ni muhimu mno. Bwana Yesu asifiwe. Na wale ambao wamevaa kola watadaiwa zaidi kwa sababu wako kwenye hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Ni neno la Mungu ndivyo linalosema, sio Mama Mgasa. Lakini jambo jingine ni mfumo wa elimu unaoutumia au aina ya mafundisho unayojifunza ili uweze kukulia wokovu. Ukisoma Warumi 15:4 neno la Mungu linasema, kila kilichoandikwa humu chafaa kwa mafundisho. Kwa kila kilichomo humu ndani unatakiwa ukijue. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kingine ni kiwango cha utayari wa mtu kubadilika, mali ya bonesi. Kwa sababu unaweza ukasoma Biblia ukakalili mistari yote, lakini usiishi. Na Yakobo anatuambia tuishi neno, tusisikie tu. Kwa baada ya kubadilishwa unakuwa empowered. Tukiangalia Matendo 1:8, Yesu aliwaambia mitume hivi, alikuwa amekaa nao miaka 3. Akawafundisha ufalme wa mbinguni na mambo yote. Lakini akawaambia, subirini tali mpaka Roho Mtakatifu atakapokuja mjazwe nguvu. Kwa hata ungekalili hii Biblia, kama Roho Mtakatifu hajakuempower, huwezi kupenda, huwezi kuwa na tunda la Roho, huwezi kuishi Ukristo, huwezi.
Kwa determination yako ndani kubadilishwa na nguvu ya Roho Mtakatifu ndivyo vinakuwezesha kupenda upendo ule ambao Mungu anautaka. Inakuwezesha vitu vingi. Leo nataja upendo tu kwa sababu ndio neno kuu la somo letu leo. Ninaomba tuangalie Efeso 3:16. Maneno yaliyoko kwenye hilo eneo utayapata pia kwenye Efeso 1:18b, lakini pia utawapata kwenye Filipi 4:19. Tutasoma tu hiyo Efeso 3:16. Ninataka tuone ninaposema empowerment, kuwezeshwa, yani unapata vitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unaweza ukaomba tu Mungu nipe nguvu, Mungu nijaze nguvu. Hata nguvu ikija ujue umepata nguvu gani. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Mungu linasema hivi kwenye Efeso 3:16. Awajalie kwa kadri ya utajiri wa utukufu wake. Kwa Kiingereza inasema riches of God's glory. Kufanywa imara kwa kazi ya Roho wake katika utu wa ndani. Kwa hiyo kinachokuimarisha wewe kupitia kwa Roho Mtakatifu kimefungwa ndani ya utajiri wa utukufu wa Mungu. Na utukufu wa Mungu hushuka wawili watatu wakiwepo. Yeye ni Mungu pamoja nasi, Emmanuel. Yeye ni omnipresent, yuko mahali pote, lakini huwa anashuka na utukufu wake. Na ule ndio unashuka na utajiri wa utukufu wake. Ni na convey au kinacholeta huo utajiri wa utukufu wa Mungu ni Roho Mtakatifu. Sasa nguvu tunazopokea, utukufu wa Mungu unaposhuka ili tuweze kupokea utajiri ulioko ndani yake, huwa tunapokea kulingana na kiu ulionayo ndani na jinsi ulivyo tayari kupokea na jinsi ulivyobadilishwa. Ndio kinachokuwezesha upokee. Naomba nivitaje tu vitu ambavyo huwa tunapokea. Sitavieleza. Cha kwanza ni hekima, wisdom. Hekima ina dimension nyingi, lakini naomba nihitaje kama hekima. Lakini kingine unachopokea ni ufahamu, understanding. Kuna mahali kwenye Injili wakati Yesu anawatuma mitume, anasema akawafunulia fahamu zao wapate kuelewa na maandiko. Kwa hiyo ni kwamba lazima upate understanding. Kwa hiyo ukipata neno ni kama ambavyo umesoma hesabu, ni knowledge tu. Mnaweza mkapata knowledge lakini mmoja anaitumia mwingine haitumii. Kwa ni lazima upate understanding, uelewa wa neno la Mungu ambayo inafanywa na Roho Mtakatifu kupitia utukufu wa Mungu. Lakini kingine ni kibali, favor. Kingine ni upako, anointing, kulingana na kazi ulio nayo, kulingana na kusudi la Mungu, kulingana na wakati. Lakini kingine unachopata ni uongozi, direction. Daudi alikuwa akimuuliza Mungu, niende nisiende? Anapata direction. Na kingine unachopata ni uelekeo, guidance. Direction na guidance ni vitu viwili tofauti. Kwa mfano nikitumia mfano ili uweze kuelewa tofauti ya guidance na direction. Kwa mfano mimi nikifanya maamuzi kwamba naenda Mbezi, nitaamua hiyo ni direction kwamba naenda Mbezi. Lakini nitaenda na gari, nitaenda na basi, nitapita njia gani ni guidance. Bwana Yesu asifiwe. Kwa utapata direction ya destiny yako, utapata direction ya uelekeo, lakini pia utapata guidance ya Mungu ambayo ni hatua kwa hatua. Lakini pia utapata maarifa, skills, ni vitu unavyopokea. Lakini kingine unachopokea ni kuwezeshwa, nguvu. Unapata uvumilivu. Kwa mfano unapokuwa kwenye shida, unapokuwa kwenye jaribu, utukufu wa Mungu ukakushukia, unapata nguvu ya kukuwezesha. Na hii ndio ile niliyoitaja kwenye Wafilipi 4:19. Paulo akiwa gerezani akasema hivi, ninajua hii shida itageuka kuwa wokovu wangu kupitia maombi yenu na kuruzukiwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo alipata nguvu ndani ya gereza kwa sababu ya maombi na kuruzukiwa. Aliruzukiwa nini? Riches of God's glory. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukitazama utume mkuu kwa maono haya au kwa mantiki hii, utume mkuu unaugawa katika makundi matatu. Cha kwanza, ukiangalia Marko 16:15 utazungumzia uinjilisti. Kwa kanisa na mafundisho katika ile eneo ni uinjilisti unaopelekea watu kuokoka, kama tulivyosema kwamba ni hatua ya kwanza. Lakini ukiangalia Mathayo 28:19 mpaka 20 inazungumzia kufundisha yale yote ambayo nimewaambia, nami nitakuwa pamoja nanyi. Tunafundishwa ili tukulie wokovu. Tunafundishwa ili Yesu Kristo aumbike ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini jambo lingine ni lile la Matendo 1:8, empowerment. Ukitazama mchakato wote huu, yani ukiutazama kama ukiweka kama ni syllabus ya kujifunza, ni kwamba tunajifunza doctrine, misingi yote ya Ukristo. Kama Mkristo ambaye unataka kubadilika, Kristo aumbike ndani yako, ni lazima ujue, uwe convinced ukiwa unajua doctrine za Ukristo wako. Ndio maana Paulo alisubutu kusema, ninajua niliyemwamini. Lazima ufikie mahali we mwenyewe, hata ukisimama kwenye kioo useme, I know whom I have believed. Ninamjua niliyemwamini. Bwana Yesu asifiwe. Ni doctrine. Lakini sehemu ya pili ni funguo za ufalme wa Mungu. Kingdom mystery. Lazima uzijue, kwa sababu hizo ndizo zinazotuwezesha kushinda katika ulimwengu wa roho. Lakini kingine unachojifunza ni principles za maisha, mifumo ya maisha haya tunayoishi, kwa sababu tunaishi kwenye huu mwili. Kwa ni lazima ujifunze principles za maisha haya ambayo Mungu anayaelekeza kupita kwenye neno lake. Lakini jambo jingine ni kujifunza kuitazama dunia kwa lenzi ya neno la Mungu. Yaani sisi tusiishi kama watu wengine ambao hawamjui Mungu. Kitu kikitokea, wewe uweze kukitafsiri kwa lenzi ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 4 ni kwa jinsi gani mabadiliko yanaletwa. Yaani huyu mtu sasa ambaye amebadilika, analetaje mabadiliko? Biblia inatuita majina mengi. Inatuita taa, kwamba ulipo umlike. Chumbani ukizima taa, balbu iko sehemu moja tu. Kuona wewe pale pale ulipo, ukiwasha taa yako, inatarajiwa ili eneo lote lifanyeje? Lifanyeje? Kwenye eneo ulipo, balbu yako kama inawaka, giza halitakuwepo. Lakini kama kuna giza, ina maana wewe sio taa. Bwana Yesu asifiwe. Tunaitwa chumvi. Ina maana mahali ulipo, si umeshabadilishwa, ulete ladha, si ndio? Au kupreserve. Zamani walikuwa wanatunza nyama isioze kwa kutumia chumvi, lakini siku hizi tuna fridge. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa chumvi ya dunia. Sasa naomba nitaje vitu 5, nitavitaja haraka, sitavieleza sana, nitaeleza kitu kimoja tu. Cha kwanza ni maombi. Maombi na maombezi. Moms, ongereni sana kwa huduma mlio nayo. Hii ni katika zile funguo za ufalme. Hii ni major. Na Mungu ametupa, ni kila mwanadamu anatakiwa kuomba, kwa sababu ndiyo njia pekee ya kuweza kuwasiliana na Mungu. Maombi yana kazi 5, sitazitaja kwa sababu ni somo jingine. Kuna maeneo mengi ambayo Mungu anaelekeza kuomba. Naomba niyataje kwa wale mnaoandika. Timotheo wa kwanza 2:1-2, Mungu anasema anataka maombi, sala na maombezi. Ni kazi yako kujifunza tofauti ya hivyo vitu vitatu. Efeso 4:6 anasema msijisumbue na neno lolote, bali katika kila neno kwa kuomba na kusali. Luka 18:1 anasema muombe bila kukoma na wala msikate tamaa, akitumia mfano wa mwanamke mjane. Yeremia 33:3 anasema niite nami nitakuitikia. Unamhitaji, unamuita kwenye maombi. Mathayo 7:7 anasema bisha nami nitakufungua, tafuta nawe utaona, omba nawe utapewa. Ukiangalia Wathesalonike wa kwanza 5:17 anasema tuombe bila kukoma. Ukiangalia Yakobo 5:16-17 anasema maombi ya mwenye haki yafaa sana, tena akiomba kwa bidii. Kwa hiyo unaona precondition ya kuomba ni sana na bidii. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nchi ikiharibika, familia ikiharibika, mme ana tatizo, mke ana tatizo, watoto wana shida, Mungu anamwangalia muombaji. Kwa kama ile nyumba haina muombaji, ni giza. Bwana Yesu asifiwe. Tuangalie Mambo ya Nyakati 7:14. Neno la Mungu linasema hivi: ikiwa watu wangu, kumbuka ni watu wa Mungu, ni wale waliohamishwa kutoka huku wakawa huku, watajinyenyekeza na kufanya nini? Na kuomba, atasikia sala, wakaziacha dhambi zao. Sasa wewe ni mtu wa Mungu, inakuwaje huko kwenye dhambi? Ina maana hata haiwaki, si ndio? Si ndio wapendwa? Asante. Kwa maombi tunapata deliverance,
tunafunguliwa, milango inafunguliwa, tunapokea utajiri wa utukufu wa Mungu. Yaani ule utajiri wa utukufu wa Mungu nilioorodhesha unashuka kwa maombi. Sio kwamba umekuja kanisani umekaa, halafu mchungaji anaomba, halafu wewe unashukiwa. Unaweza ukaja ukatoka mtupu. Bwana Yesu asifiwe. Ukaja kanisani ukatoka watu wamepokea hujapokea. Naomba niwape mfano. Yule mwanamke aliyekuwa anatokwa na damu, alipokuwa anatafuta kumgusa Yesu, alikwenda katikati ya watu wengi wamesongamana. Ndani yake akasema, ninaamini nikimgusa nitapona. Petro alisemaje? Bwana, unatuulizaje nani kakugusa? Yeye Petro mwenyewe alikuwa anamgusa. Petro hakupokea wala mitume wengine hawakupokea. Kilichomfanya yule mama apokee utajiri wa utukufu wa Mungu wa uponyaji ni kiu iliyokuwa ndani yake. Kwa kuja kanisani hupokei kwa sababu mchungaji yuko madhabahuni. Unapokea kulingana na utupu ulioko ndani yako na uhitaji ulioko ndani yako na jinsi ambavyo umekuwa tayari kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu tuombe. Jambo la pili, dunia kujaa Wakristo waliobadilishwa. Mnaweza mkaona ni gap kiasi gani katika uso wa dunia. Ukiangalia hali ya dunia ilipo, jiulize, ambao Kristo ameumbika ndani yao kwenye uso wa dunia ni wangapi? Kwa sababu kama Wakristo tulioko duniani kweli tungekuwa tumebadilishwa, kwa kiwango kikubwa dunia isingekuwa ilivyo. Kwa kiwango kikubwa ndoa zisingekuwa zilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na hii tukibadilishwa itatusaidia kudisplay character na moral excellence kwenye uso wa dunia, na tutavuta wengine wengi kwa maisha yetu na matendo yetu. Lakini kingine ni dunia kujaa Wakristo wenye hekima, wenye maarifa, wenye akili. Nimesema Biblia inatuita majina mengi. Ninaomba nieleze kidogo jina moja. Kuna jina ambalo tunaitwa wafalme na makuhani. Mara nyingi tunaomba, Mungu umesema, umetufanya kuwa wafalme na makuhani, tupe kusimama. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba nieleze kidogo. Kwenye Biblia imeeleza kuhani kwa grupu mbili. Grupu ya kwanza ni ile ya makuhani wa madhabahuni ambao ni watumishi moja kwa moja. Kwa mfano ukiangalia Mwanzo 41-45, Potifera ambaye alikuwa baba mkwe wake na Yosefu alikuwa ni kuhani. Ukiangalia Kutoka 2:16, Yethro baba yake Musa alikuwa ni kuhani. Ukiangalia Kutoka 28:1, Aaron alikuwa ni kuhani. Kupitia aina hii ya ukuhani ndio tunakuja kupata utumishi ulioko kwenye Wakorinto wa kwanza 12:28. Unapata mitume, manabii, walimu, watenda miujiza, karama za kuponya, masaidiano, uongozi na lugha. Kwenye Waefeso 4:11 ni grupu hilo hilo inataja mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Na ukisoma kwenye Waefeso 4:12-13 neno la Mungu linakueleza kwa nini hawa wamewekwa kwenye uso wa dunia. Sitapasoma ili tuweze kuendelea. Sasa sehemu ya pili, aina ya pili ya makuhani ni yale ambayo na neno la Mungu linataja wafalme na makuhani. Kwa mfano wa Melkizedeki ambaye alikuwa ni mfalme wa Salem na kuhani mkuu wa Mungu. Na kwa mfano wa Melkizedeki ndio Yesu Kristo. Yesu Kristo ni mfalme na ni kuhani. Na ndio huo ukuhani ambao wale ambao tumeokoka, mimi na uhakika kwa sababu na hata tarehe niliyookoka naijua. Wale ambao tumeokoka, Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao tumeokoka tunakwenda kwa mfano huo wa mfalme na kuhani. Ina maana kila mtu ni kuhani kwa Mungu, lakini ni mfalme wa mahali alipo. Kama ni dada msaidizi nyumbani, ni kuhani kwa Mungu. Kazi ya kuhani tunaijua, ni kuomba, ni kuombea, ni kutoa sadaka, ni kusifu, ni kuabudu, ni kusoma neno, kuhani. Lakini akirudi kwenye nafasi yake ya ufalme, yale aliyowapokea kwenye ukuhani ambayo tumeyazungumza yote kupitia kwenye utajiri wa utukufu wa Mungu anayapokea. Akija huku ana download. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikienda kwenye kikao, kwa mfano sasa hivi nina vikao vya kamati ya ujenzi. Asante baba. Nikienda kwenye vikao vya kamati ya ujenzi, sitakaa pale nianze kushusha mistari. No.
Pale nitatumia vile ambavyo Mungu amevidownload nikiwa kwenye nafasi ya ukuhani. Chumbani ninaomba, ninasifu, ninasoma neno, vyote ninafanya vya ukuhani nikiwa mimi na Mungu wangu. Ana download ndani yangu. Lakini nikija kwenye utumishi, kama nilivyokuwa katibu, naomba nitumie utumishi wa hapa kanisani, nisiende utumishi wa duniani. Kama nilipokuwa katibu, sitegemei niende kwenye baraza la wazee nianze kuwafungulia mistari ambayo nimesoma nikiwa nyumbani. Pale na download vile ambavyo Mungu ameinvest ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukikuta kwenye eneo lako la ufalme huna hekima, huna skills, huna understanding, ni kwamba kwenye eneo lako la ukuhani panapwaya. Bwana Yesu asifiwe. Tunatakiwa kuwa makuhani na ufalme. Yaani tutoke nje ya church walls. Tuwe kanisani, tu download, tupokee kutoka kwa Mungu. Lakini sisi tukienda huku, sisi ndio tutoe. Bwana Yesu asifiwe. Ndipo ambapo tutaweza kubadilisha dunia. Jambo la 4 ambalo linasaidia kubadilisha ni Wakristo wengi waliobadilishwa ambao ni wafalme na makuhani kuwa kwenye nafasi ya uongozi. Yaani hiyo haina mjadala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wazazi wasaidieni watoto waweze kuwa na understanding ya hicho kitu. Walimu wasaidieni wanafunzi wale ambao mko kwenye ngazi mbalimbali. Ni lazima Wakristo waliobadilishwa wawe kwenye nafasi nyingi za uongozi. Kwa sababu gani? Ukiangalia Joseph alikopita, kama asingekutana na yule mnyweshaji wa mfalme amsemee, angefikaje kuwa waziri mkuu? Bwana Yesu asifiwe. Kama Esther asingekuwa na mjomba wake Mordekai ambaye analinda lango la mfalme, ajue kwamba kuna queen anatakiwa, ampitishe Esther aende kuolewa na Ahasuero, Wayahudi wangepona? Hamani angewamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Musa kwa Farao aliendaje? Ni mtoto wa Farao aliyeenda kuoga mtoni, akamuokota, akampa kufundishwa na hatimaye akaweza kuokoa wana wa Israeli. Kwa hiyo haina mjadala. Naomba nimalize eneo hilo kwa kusema sentensi moja. Ni hivi: ustawi wa familia, ustawi wa taifa, ustawi wa kitu chochote umefungwa katika hali ya kiroho ya kiongozi aliyeko pale. Kwa hali ya kiroho ya baba na mama inafunga familia. Hali ya kiroho ya taifa inafunga taifa. Ukisoma vitabu vya wafalme vinakuonyesha hiyo picha mwanzo mpaka mwisho. Kwa ni mandatory, yani sio option. Wakristo waliobadilishwa, kwa hiyo wabadilishwe, wakimaliza wawe kwenye nafasi za uongozi. Bwana Yesu asifiwe. Na la mwisho ni kutoa sadaka na misaada ili kuleta mabadiliko. Hii ndo ambayo tumetembea nayo hapa kanisani kwa kupitia Msamaria Mwema. Bwana Yesu asifiwe. Kutoa sadaka. Na ndio mara nyingi tunayoisema hapa. Bwana Yesu asifiwe. Hata moms walivyoigiza hapa ndio wanacho ni kitu kimoja tu hako. Kwa hiyo uone kwamba kuna dunia haibadiliki, familia hazibadiliki kwa sababu vitu ni vingi ambavyo tunatakiwa kukifanya, lakini tuna focus kwenye kitu kimoja. Sasa hii ina changamoto. Changamoto yake, asubuhi niliuliza swali. Hebu niambieni, ni wangapi katika uso wa dunia walio kama Elon Musk ambao wameokoka na wamebadilishwa kwamba watajenga ufalme? Bwana Yesu asifiwe. Ni wangapi? Hata tukichukua tu hapa kwetu, hebu tuchukulie ni wangapi walioko juu wanaomiliki viwanda ambao tukisema zaka anatuletea bilioni 1. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ukinunua gari, ukajenga kajumba, watoto wako English medium, unaona umefika. Hatujafika wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Hatujafika. Hata kama wewe ni profesa mshahara wako ni milioni 7, hujafika bado. Kwa sababu tukikuomba zaka, unaangalia kwanza school fees za watoto. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maisha yetu yamefungwa, ile standard ya maisha yamefungwa kwenye grupu 4. Survival, wengi wako hapo. Comfortable, wengi wako hapo. Luxury ni wachache. Extravagant ni wachache. Mungu ni upendo. Mungu anataka sisi tubadilike
na Kristo aumbike ndani yetu, tufanane naye, dunia ijaye kumjua Mungu kama maji yanavyoijaza dunia, tuwe na uzima wa milele kama neno la Mungu Yohana 17:3. Maisha yetu yawe Yesu afunuliwe na Yesu atukuzwe ndani yetu na kupitia sisi. Jina la Bwana lihimidiwe.